Mtazamaji na wewe msikilizaji wa Kankono Media, karibu tena kwenye wasaa huu wa habari zilizotufikia. Jina langu ni Ipiana Isaac Mwanyasi. Bilionea na mmiliki wa mtandao wa X, zamani ukijulikana kama Twitter, amethibitisha kuondoka kwake kutoka serikali ya Rais Donald Trump. Musk alikuwa akiongoza juhudi kubwa za kupunguza ukubwa wa matumizi ya serikali ya Marekani zilizosababisha maelfu ya nafasi za kazi za serikali kufutwa. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa X, Musk alimshukuru Trump kwa fursa ya kusaidia kuendesha idara ya ufanisi ya serikali ijulikanayo kama DOGE. Aidha, ikulu ya White House ilianza kumuondolea Musk nafasi yake kama mfanyakazi maalum wa serikali Jumatano usiku, ambapo jukumu lake lilikuwa la muda mfupi na kuondoka kwake hakutarajiwa. Lakini hii ilikuja siku moja baada ya Musk kukosoa mswada mkuu wa bajeti ya Trump ambao unapendekeza kusitishwa kwa kodi ya mamilioni ya dola na ongezeko la matumizi ya ulinzi. Musk alieleza kuwa muda wake kama mfanyakazi maalum wa serikali umefikia kikomo, na akaelekeza shukrani zake kwa Rais Trump kwa fursa ya kupunguza matumizi mabaya, na alisisitiza kuwa DOGE itaendelea kuimarika kadri inavyokuwa sehemu ya maisha katika serikali nzima, huku akionyesha imani yake katika kuendelea kwa mradi huo. Mjasiriamali huyo wa teknolojia mwenye asili ya Afrika Kusini alikuwa ameteuliwa kama mfanyakazi maalum wa serikali, akifanya kazi ya shirikisho kwa siku 130 kila mwaka. Licha ya kuondoka kwake na kukabiliana na kikomo hicho cha muda, taarifa za kuondoka kwake zilikuja baada ya kueleza kukata tamaa na mswada wa bajeti wa Trump ambao walihofia utaongeza nakisi ya shirikisho na kudhoofisha kazi ya DOGE. Aidha, kulingana na makadirio, takriban wafanyakazi 260,000 kati ya milioni 2.3 wamepoteza kazi zao au kukubali mikataba ya kuacha kazi kwa hiari kutokana na mradi huo wa DOGE. Katika baadhi ya matukio, majaji wa shirikisho walisitisha kufukuzwa kazi kwa wingi na kuamuru wafanyakazi waliofukuzwa kurejeshwa kazini. Mwisho wa habari. Ipiana Isaac Mwanyasi, Kankono Media.